Kufanya wema maana yake tuyakumbuke haya ambayo kwamba walikuwa wao wakiyafanya. Miongoni mwa hayo ni haya tuliyokusanyika hapa na sisi tunayafanya. Na wema ndio jambo ambalo kwamba la kumfanya mtu akawa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wema ndio athari ambayo kwamba haifutiki, mtu akiondoka bado inabakia duniani. Kuonesha hilo ndio maana na sisi tumejumuika, tumetoka sehemu mbalimbali tukakusanyika kwa ajili ya kuombea dua. Bila shaka wakati huu, muda huu, daraja zao zinanyanyuliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka kama walikuwa daraja ya 5 watakuwa daraja ya 2, kama walikuwa daraja ya 2 watakuwa daraja ya kwanza. Kwa riwaya Imam al-Baihaqi, inna Allah Ta'ala la yarfa'u ad-darajata lil-'abdi as-salih fil jannah fayaqulu bima niltu hadhihi ad-darajata fayuqalu lahu bidu'ai waladika lak wa fi riwayatin biistighfari waladika lak. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananyanyua daraja ya mtu peponi. Anamnyanyulia daraja kwa sababu gani? Akiona daraja yake imenyanyuka atauliza, kwa nini nimepata hii daraja na mimi sijawa hapa? Atajibiwa kwamba daraja hii umeipata kwa sababu kuna mmoja au katika watoto wako huko umekusanyika wanakuombea msamaha. Riwaya nyingine, dua unazoombewa, unaombewa dua na huku daraja zako zinapanda. Kwa hiyo dua, watu wakakusanyika wakafanya dua kumfanyia mtu, akiwa mtoto na wengine, ijulikane kwamba ni daraja. Yule aliyokuwa kule ananufaika na ile dua. Wachilia hilo tu, isipokuwa na wao vile vile ndani ya maisha ya barzakh wanatuombea na sisi dua. Wacha sisi kuombea wao dua, wao wanatuombea dua. Hivyo hivyo imekuja katika riwaya ya Abi Daud at-Tayalisi katika aya wa qul i'malu. Ibn Kathir ametaja hii hadithi kutoka kwa Jabir, inna amalakum tu'radu ala aqribaikum wa ashairikum fi quburihim fa in khayran istabsharu bihi wa in kana ghayra dhalika qalu Allahumma alhimhum an ya'malu bi ta'atika. Matendo yenu yanafikishwa kwa wale jamaa zenu wa karibu na jamaa zenu wa mbali. Matendo yanafikishwa, yakifika kule, wale waliokuwa kule wakifikishiwa, yakiwa matendo ni ya kheri wanafurahi, istabsharu bi. Lakini yale matendo yakiwa maovu, wanatuombea dua sisi. Hawana mili wala hawana ngozi, isipokuwa washakuwa ni vitu ambavyo kwamba vishachakaa, vishaoza, hamna kitu. Lakini pamoja na hivyo roho zao bado zinatuombea dua. Wanasemaje kutuombea sisi? Allahumma alhimhum an ya'malu bi ta'atik. Mwenyezi Mungu wape ilham, wape fikra na mawazo, na wao wakae watu wafanye matendo mema. Yani sio dua sisi kuombea wao, isipokuwa wao wanatuombea sisi dua. Na hii kauli ya kusema kwamba Imam Abi Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, hawa watatu wameunga mkono kwamba thawabu zinafika kumfikia maiti akisomewa Qur'ani, sawa sawa itakuwa kaburini au ikiwa nje ya kaburi. Kauli kwamba Imam Shafi yeye amekataa, hii kauli sio kweli. Hili neno ni kweli alizungumza, lakini kauli hiyo ametengua. Ukitaka kujua kama ametengua, angalia kwenye kitabu Sharhul Wasail, kitabu cha bwana mkubwa Imam Suyuti. Hii kauli ameitengua, maana yake na yeye ameunga mkono kwamba thawabu zinafika kama walivyokubaliana na wale. Kuna kauli ambayo kadimu, tukisema kauli kadimu maana yake amezungumza bwana mkubwa akiwa Iraq, na kuna kauli jadid, tukisema kauli jadid maana yake amezungumza akiwa Misri. Hii kauli ni kadimu, alizungumza Iraki, baadaye akaja akaitengua alipokuwa Misri, na yeye akasapoti, akaunga mkono kuwaunga hao maimamu watatu. Tumekusanyika kuomba dua, kuonesha kwamba wao walikuwa wema, ili lengo kwamba wewe baadaye kama unataka uwe kama wao, lazima na wewe uache athari. Kama hakuna athari, maana yake hakuna utakachofanyiwa. Vile utakapokuwa umeacha duniani, na ndio vile vile watu watakufanyia hivyo hivyo, kama alivyosema Sheikh Muharram,
inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ay naktubu aidan ma akharuhu min athari a'malihim kama naktubu ma qaddamu. Ndio maana haya, yani maana yake yale ambayo kwamba walioyaacha hivi, wameacha wanafunzi wao ambao sasa hivi ni walimu, wanafundisha nao wanalea, thawabu zile zinawafikia wao, ndio athari. Maana yake yale waliotanguliza wanakutana nayo kwa Mungu, ainaktubu ma akharuhu, na yale walioyaacha ya kheri athari zinawafikia. Hata kama wewe hujatia nia, hata kama hujakaa ukasema mimi nisome Qur'ani nimpelekee, hapana. Hivi ndio alivyopita Imam al-Ghazali. Zile yale waliyofanya wao mema, wewe kama umebakia, ulifundishwa, ulisoma kwake, ule wema unajiri, unapita, unawaendea wao, unawafikia. Hii ndio maana ya athari. Sasa na sisi tunapokusanyika sehemu kama hii, haimaanishi maana yake kukusanyika kusoma Qur'ani tu basi, isipokuwa tukikusanyika maana yake na sisi tunatoka na darasa kwamba na sisi tuache athari nyuma, darasa kwamba na sisi tufanye wema, darasa kwamba na sisi tujue kwamba wema unaweza ukakutoa kwa Mwenyezi Mungu. Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tudhi al-muslimin. Mtume anasema kwenye hadithi, wallahi nimemuona mtu ndani ya pepo, yatakallab, ananemeka ndani ya pepo. Ndani ya pepo kwa sababu gani? Alifanya matendo yake aliyoyafanya, kama aliswali, kama alikuwa na qiyamul layl, kama alikuwa kusoma Qur'ani, lakini Mwenyezi Mungu ameangalia kitu kimoja tu, yatakallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq, sababu kwamba alikuta sehemu kuna tawi, ile tawi linawakera Waislamu wakipita, huyu kajigonga, huyu kajikwaa, akaenda akalikata ile tawi, ikawa sababu hii ananeemeka ndani ya pepo. Wema aliyofanya sio wema kufundisha Qur'an, wala sio kufundisha hadithi, wala sio kulea watu, hapana. Kakata tawi la mti, imekuwa sababu yeye kuingia ndani ya pepo. Man zadat hasanatuhu ala sayiatihi fadhalika alladhi yadkhulu aljannata bighayri hisab, wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu fadhalika alladhi yuhasabu hisaban yasira thumma yadkhulu aljanna. Wa inma shafa'atu rasulillah sallallahu alayhi wasallam liman awbaqa nafsahu wa athqala dhahrahu. Wema mizani kuzidi kidogo tu, yale matendo yakiwa mengi, maana yake huko hata kama yapo mabaya lakini mengi yakawa mema, wewe umehesabiwa hisabu yako, unaingia peponi. Haimaanishi kwamba una ubaya na mema unayo, kuzidi kwa mema. Ndio Jabir anasema bin Abdullah, unaingia peponi. Yakiwa matendo yapo sawa, mema na mabaya, unahesabiwa hisabu nyepesi, unaingia peponi. Lakini shafaa, maombezi ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman awbaqa nafsahu wa athqala dhahra, mtu ambaye kwamba amejilimbikiza, ametubukia, amezama kwenye maovu na mabaya, tapeli, muuaji, mkabaji, ndio maombezi ya mtume yanamkuta huyu sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wale wenye kufanya wema, na Mwenyezi Mungu ajalie na sisi tuache athar. Nimesimama kutekeleza amri. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.